Basi tunaendelea na kazi yetu safi inayokwenda kwa jina la Huyu ni Nani kutoka kwa Dubu TZ. Bwana, hii ni mojawapo ya movie ama naweza nikasema ni mojawapo ya tamthilia ambayo inafanya vizuri sana kwa sasa. Kwa hiyo hakikisha unaifuatilia ikiwa kwenye mfumo wa original video hapa YouTube kunako channel ya Dubu TZ, ili uweze kuiangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video. Then ukija hapa Simulizi Plus, tunafanya final review to end promotion tu kwa kazi ya kuipromoti hii kazi mpya inayokwenda kwa jina la Huyu ni Nani. Pia kama ni mara yako ya kwanza unakutana video zetu, unatazama video yetu, hakikisha unaonesha upendo, unaonesha support yako kwa kubonyeza neno subscribe. Kabla tujaendelea kwa yale yaliyojiri na nini ambacho kinakwenda kujiri, basi hakikisha kuwa umesubscribe kabisa kama support yako ili uendelee kutupa moyo kuendelea kufanya kazi, maana bila nyinyi basi sisi sio sisi. Sasa tunaona mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini moja ya maswala moja ya vitu ambavyo ninakusogezea kwa leo, wana tumeshuhudia vitu vingi sana, na baadhi ya kitu ambacho tumekuja kukishuhudia ni tukio la Mbalamadi kumzuia Mchuchu kuingia kwenye nyumba ya Abdul ambaye ni nyumba ya baba yake. Sasa tunaona kwamba Mbalamadi alimzuia Mchuchu kuingia kwenye nyumba ya Abdul. Mimi naweza nikasema ama kuna sababu ambazo zilipelekea Mbalamadi kuweza kumzuia Mchuchu kuingia kwenye nyumba ya Abdul. Sasa kuna vitu ambavyo vinaendelea hapa kwa upande wa Mchuchu. Ni vitu ambavyo hata Abdul yeye mwenyewe havifahamu, baba yake na Mbalamadi. Sasa tunaona kwamba kitu ambacho kinaendelea kwa upande wa Mchuchu wanalo jambo lao ambalo wanalitengeneza. Kwa hiyo hata Mchuchu kuwa na Abduli, ile ni kupretend tu, hakuna mapenzi pale, ila Mchuchu upo na Abduli kwa lengo la kutimiza hitaji lake. Kuna kitu ambacho wanakifanya hapo mbeleni, tutakuja kukijua tu kwamba ni kitu gani ambacho wanakifanya. Lakini Mchuchu alipokuja mle ndani, kama unakumbuka, Abdul aliweza kumfukuza kwa kumwambia kwamba baba hayupo. Kwa hiyo kama baba hayupo, ni vyema wewe ukarudi ulikotoka, kwa maana hauwezi ukaingia kwenye chumba cha mtu bila taarifa yoyote, bila muhusika kuwepo. Wewe unafika tu from nowhere unaingia kwenye nyumba ya mtu. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo tunaona kwamba Abdul alimwambia Mchuchu, na Mchuchu na yeye akawa muelewa, akaona kuwa aondoke. Lakini Mchuchu alikuwa amekasirika sana, ina maana kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anakwenda ukifanya mle ndani, lakini ilitokea tu ghafla bin vu akazuiliwa na Mbalamadi. Mbalamadi akaamua kumzuia Mchuchu. Mchuchu alimwambia kwamba atamuonesha. Mimi naweza nikasema kwamba hii scene ama ile tukio kutokea, hii ni mipango ya Mbalamadi. Huenda Mbalamadi alifahamu nini ambacho kinakwenda kutokea. Kwa hiyo akaamua bora aepushe lile tukio kwa kumpromote Mbalamadi, amwambie Mchuchu kwamba asiingie mle ndani. Kwa hiyo ni vyema akarudi alikotoka. Kama unavyojua kwamba Mbalamadi anaweza akakontrol kitu atakiwa mbali, akakontrol kutumia macho yake na kile kitu kikatii kama yeye anavyotaka, na kila kitu kikakwenda sawa. Sasa ni kitu ambacho mimi naamini kabisa kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kinakwenda kutokea. Kitu ambacho ni kitu ambacho naweza nikasema kwamba kilitengenezwa na Kasongo mwenyewe, ndio aliweza kutengeneza hicho kitu. Sasa tunaona kwamba aliepusha ile kitu, lakini baada ya muda tunaona kwamba Mchuchu anaamua kumwambia Abdul kwamba nilikuwa nimekuja kwako kama ulivyoniambia kwamba nakukwepa, sasa nikaamua nikufanyie surprise.
lakini nilipokuja hapa nyumbani kwako, yule mtoto wako mkubwa amenifukuza, na mtoto wake ambaye alikuwa mkubwa ni Mbalamadi. Kwa hiyo lile tukio, baada ya Mbalamadi pamoja na Kasongo kuweza kuitwa na baba yao, walikuja. Sasa hapo ndipo Kasongo aliweza kuona nini ambacho ama ni nini jaribio la pili ambalo Mchuchu anakwenda kulifanya baada ya kufeli jaribio la kwanza. Mimi na imani kabisa alikuwa anakwenda kutegesha zile kamera ambazo Kasongo aliziona. Kasongo aliona tukio ambalo Mchuchu anakwenda kulifanya. Sasa hichi ni kitu ambacho Mchuchu anakifanya kisirisiri, hata bila Abduli mwenyewe kushtuka. Na imani Abduli angeshtuka mapema, basi angeweza kujihami kwa kila ambacho kinachokwenda kutokea. Kwa maana tunaona kwamba Mchuchu kajipanga barabara, yani kazamilia kufanya tukio ambalo anakwenda kulifanya. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia ambacho hata sisi wenyewe hatukijui, lakini na imani tukiendelea kuifuatilia hii movie tutafahamu nini ambacho kimewekwa nyuma ya pazia. Tutaweza kufahamu kila kitu A to Z. Yani hakuna kitu ambacho kitachokwenda kushindikana. Mimi yangu ilikuwa ni hayo tu. Kisha unashopenda, unaonyesha support kabla tuendelea, unaonyesha support yako kwa kusubscribe ili episode mpya ama tukiachia video mpya hapa kwenye channel yetu uwe mtu wa kwanza kupokea taarifa za episode mpya. Yani uwe notified kupokea taarifa za video mpya kila tutakapokuwa tunapost video mpya hapa kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Kwa hiyo jukumu lako na ombi letu kwako ni wewe kusubscribe ili tuwe familia kubwa. Tuendelee kuburudika na kazi nzuri za hapa. Asanteni sana, tukutane kwenye next video kwa uchambuzi fasaha na kwa maoni fasaha. Nini ambacho kinachokwenda kujili, nini ambacho kinajili kwenye tamthilia yetu pendwa ya Huyu ni Nani. Asanteni sana.